Huu ni mkutano ambao sisi kama serikali tunakuja kuwaonyesha wenye duka ambao ni Chama cha Mapinduzi kwamba mlitutuma kazi, tumeifanya. Ilikuwa ni miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya chama. Tunakuja kuonyesha hapa. Naamini kwamba taarifa ya waziri mkuu na taarifa ya makamu wa rais Zanzibar itaonyesha kwa umwamba kwamba serikali tulitumwa na chama, tumeenda kutekeleza na tumerudisha majibu yenye uhalisia. Lakini ni yapi marekebisho ambayo mnadhani kwamba yataenda kufanyika katika katiba, kwa sababu mna mabadiliko kidogo ya katiba? Tusubiri mabadiliko yaseme. Hauwezi kupreempt. Tusubiri mabadiliko na marekebisho ya katiba yanayosemwa kama yapo yasemwe. Lakini mimi ninachoamini kwamba mabadiliko yoyote ya katiba ya CCM yamekuwa yakilenga ustawi wa Chama cha Mapinduzi kwa wanachama na ustawi wa Chama cha Mapinduzi kwa Watanzania. Mwaka 2025 ni mwaka wa fursa. Ni fursa kubwa sana kwa vijana kama hawa. Ni mwaka wa fursa kwa vijana, na nawaambia vijana wa Kitanzania. Hapa tuko kwenye mkutano wa CCM, huko nje kuna vyama 18 vina vijana. Wajitokeze, wajaze fomu. Watamani kuwa sehemu ya maamuzi kwenye mabaraza ya madiwani. Watamani kuwa sehemu ya maamuzi kwenye bunge. Tutamani kuwa na mamea wazuri, wenye viti wazuri wa halmashauri. Hao ndio wanaosimamia 10% ya makundi ya vijana, kina mama na watu wenye mahitaji maalum. Tutamani kuwa na bunge zuri lenye vijana ambao wanatamani kuiona Tanzania ya kesho kutwa. Huu ni mwaka wa fursa. Sio mwaka wa kuwa na vijana lopolopo. Sio mwaka wa kuwa na makundi ya vijana wapambe wa wagombea. Hapana. Vijana wajitokeze kugombea. Narudia, huu ni mwaka wa fursa kubwa sana kwa vijana wa kike na wa kiume kwenye vyama vyao vyote. Kama ni vijana wa CCM, zipo nafasi za vijana kugombea. Huko majimboni tumewaona vijana wameshinda ubunge wakiwa vijana tu. Wameshinda ubunge wakiwa vijana. Wapo vijana wengi tu wa CCM wameshinda majimboni. Wapo vijana wa opposition walishinda kwenye majimbo. Sio mwaka wa kuacha. Kwa mimi nawaambia vijana wajitokeze, wajaze fomu, wagombee. Na sisi kama serikali tunahakikisha tu kwamba uchaguzi wa uhuru na wa haki utafanyika. Kama ataendelea kuwa mkuu wa mkoa wa Njombe, tutazingatia hilo. Lakini vijana wachukue fomu. Wachukue fomu. Tunataka Tanzania nzuri kesho. Tunaanza na mabaraza ya madiwani. Tumeona vijana kama kina Ngwasi Kamani. They are young. Si ndio? Vijana kama kina Ngwasi, vijana kama Judith Kapinga ni vijana. Vijana kama kina Rusabu, hao ni wa kike. Manaibu waziri, vijana kama kina Kundo, mawaziri vijana kama kina Aweso kagombea fresh from the university. Akaja kagombea ubunge. Mavunda amegombea hapa Dodoma, anatoka Mzumbe chuo kikuu. Aliattempt first time, akashindwa na Marole, second time akaja akashinda. Ndejembi, Mosiang kagombea akashinda. Bashe kagombea akiwa kijana, Kingu kagombea akiwa kijana. Tusiogope kuthubutu. Tusiogope kuthubutu. Mimi niliwaambia, mimi sigombei. Kwa nini? Kwa sababu nayo kazi ambayo ya kwangu nafanya, nimeridhika nayo. Lakini siwezi kuambia vijana wao watazamaji kwenye uchaguzi huu, no, waende wakagombee. Narudia, tunataka mabaraza mazuri ya madiwani yanayofahamu maana ya 10%. Yes. Tupate vijana ambao sehemu ya maamuzi, wa kike, wa kiume, watu wenye ulemavu. Huu ugomvi tunaobishana hapa kuhusu 10% ya 10% ile ni hela nyingi. Tupate mamea vijana wazuri. Tupate wenye viti wazuri wa halmashauri. Kundi kubwa la vijana liwe sehemu ya maamuzi. Ni kuwa na ujana kwa ni sifa za uongozi, lakini hatuwezi kuandaleti. Hatuwezi kuandaleti. Wawe sehemu, wagombee, wawe sehemu ya michujo. Wawe sehemu. Na mimi nawaambia vijana wa CCM, gombeeni. Usiwe mpambe wa mtu, jaza fomu. Jina lako lisiporudi, muunga aliyerudishwa. Tena baada ya kuteuliwa. Usikae tu ukasema mimi tunaheshimiana sana na Mtaka, mimi kwa kweli gombea. Wewe ni Mungu. Je, Mtaka akifa? Akishindwa?
Kwa tumeona mifano mingapi hapa? Tunaenda kwenye kila uchaguzi ulioenda zaidi ya 50% ya wabunge wa CCM wamepoteza kwenye kura za maoni. Na kuna watu walikuwa wanaheshimu Hamisi Gombe kwa sababu ya fulani, kaanguka kashinda mtu wa hovyo. Sasa vijana wagombee. Hawa vijana wa Chama cha Mapinduzi, wigo ni mpana, makundi ya vijana, ubunge wa vijana kwa binti upo. Makundi ya NGO yapo. Makundi ya wafanyakazi yapo. Makundi ya watu wenye ulemavu yapo. Lakini kwenye majimbo vijana mbona wako wengi, na nimesema mifano mizuri. Kina Aweso, mambo ya pesa, mifano ipo. Mheshimiwa Aweso alitoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, alikuwa na hela gani agombea Pangani? Tusitengeneze scenario za kujitengenezea uoga ambao hauna sababu. Mheshimiwa Mavunda alipogombea hapa alikuwa na hela gani? Mheshimiwa Ndejembe alipogombea alikuwa na hela gani? Vijana wako wengi. Kiengo alipoenda kugombea alikuwa na hela gani? Vijana wako wengi. Na utakaa leo utasema sina hela, kesho unasema ni watoto wa viongozi, kesho kutwa ni watoto wa fulani. Hamna mtu anayekataza mtu kugombea. Huu ni mwaka wa fursa. Nasema kabisa huu ni mwaka wa fursa kwa vijana wa Tanzania. Haijalishi vyama vyao, wachukue fomu. Tuwe sehemu muhimu ya maamuzi ya mabaraza ya halmashauri ya maamuzi ya bunge kwa miaka 5. Ili yaliyoahidiwa kwenye ilani, yaliyoahidiwa kwenye dira ya taifa, yaliyoahidiwa kwenye mpango, tuweze kuwa sehemu muhimu ya kushiriki.